Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Kwa jina naitwa Captain Ken Chimwejo, mkuu wa chuo cha Dar es Salaam Maritime Training Academy DMTA, na hapa nimeambatana na wakufunzi pamoja na staff wa chuo. Ni dhumuni kubwa lililotukutanisha hapa ni kutambulisha rasmi chuo kipya cha mafunzo ya bahari Dar es Salaam Maritime Training Academy kwa umma. Mahali chuo kilipo, chuo kipo mtaa wa Nkuruma, mkabara na mnara wa saa maarufu kama Krokotao. Tupo katika jengo la shirika la nyumba la taifa, National Housing Corporation, broko namba 155, ghorofa ya 3 na ghorofa ya 4. Hapo tulipo tupo ghorofa ya 3. Awali ya yote, nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye neema, ambaye amefanya uwezekane tukutane hapa katika tukio hili la pekee na muhimu. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru waandishi wa habari, moja, kwa kuitikia wito wetu kuja katika tukio la leo, lakini pia kushiriki katika hafla hii maalum ya kutambulisha chuo chetu kipya cha bahari DMTA. Chuo cha DMTA kinaandika historia katika sekta ya bahari nchini Tanzania. Kinakuwa chuo cha kwanza binafsi kutambuliwa, kuthibitishwa rasmi na kusajiliwa kutoa elimu na mafunzo ya ubaharia kwa kuzingatia viwango vya kitaifa na kimataifa. Mafanikio haya yamefikiwa baada ya mamlaka za serikali zenye dhamana ya kusimamia elimu nchini kufanya ukaguzi wa kina chuoni, kukagua miundombinu ya chuo, vifaa vya kufundishia, kukagua wakufunzi wenye sifa, pamoja na mifumo mbalimbali ambayo itasimamia na kuendesha chuo ili kuweza kufikia malengo ya kutoa elimu yenye viwango kwa mujibu wa taratibu na sheria zinazoongoza elimu. Chuo cha DMTA kimesajiliwa na TASAC, mamlaka yenye dhamana ya kudhibiti na kusimamia utoaji wa elimu ya bahari hapa nchini. Namba usajili wa chuo ni MTI/REG/2026/001. Chuo pia kimesajiliwa na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET kwa namba ya usajili REG/NACTVET/1064P. DMTA inakuwa ni taasisi ya kwanza binafsi kutoa mafunzo ya ubaharia kwa mitaala ya mkataba wa viwango vya mafunzo, vyeti na uangalizi wa mabaharia au International Conventions on Standards of Training, Certifications and Watchkeeping for Seafarers wa mwaka 1978 pamoja na marekebisho yake. Kwa hiyo mafunzo yatakayotolewa DMTA yanatambuliwa kimataifa, yatamwezesha mhitimu kushindana katika soko la ajira la dunia katika tasnia ya bahari. Mafunzo yanayotolewa DMTA
chuo kinatarajia kutoa mafunzo ya msingi kwa mabaharia, yani basic safety training, ambayo ni sharti muhimu ya mtu yeyote anayetarajia kufanya kazi ya bahari merini. Dirisha la udahili wa wanafunzi wanaotaka kujiunga na mafunzo hayo limefunguliwa leo. Mafunzo yataanza rasmi tarehe 13 Aprili mwaka huu 2026. Mafunzo haya ya msingi yanajumuisha kozi mbalimbali zitakazotolewa kwa pamoja, na kozi hizo ni hizi zifuatazo: mbinu binafsi za kujiokoa baharini, personal survival techniques au PST, mbinu za kuzuia na kupambana na moto, fire prevention and firefighting. Mafunzo ya huduma ya kwanza, elementary first aid, usalama binafsi na wajibu kwa mwenzako, personal safety and social responsibility au PSSR. Mafunzo ya kuelewa ulinzi baharini, security awareness training. Mafunzo haya yanalenga kumwandaa mhitimu aweze kumudu mazingira ya bahari na kumjengea uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za bahari na kumwezesha kutekeleza majukumu yake kwa umahiri na weledi wa hali ya juu. Mafunzo yatatolewa kwa gharama nafuu. Malengo muhimu ya DMTA: moja, ni kupanua fursa ya mafunzo ya bahari kwa vijana wa Kitanzania, kuongeza idadi ya mabaharia wenye weledi na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya sekta ya bahari duniani. Mbili, kutoa fursa kwa vijana nchini pamoja na Afrika Mashariki na Kati kupata elimu na mafunzo ya ubaharia yanayokidhi viwango vya kimataifa kwa kuzingatia mitaala ya STCW. Tatu, kuandaa mabaharia wenye umahiri, nidhamu na weledi watakaoweza kushindana katika soko la ajira kimataifa katika sekta ya bahari. Nne, kuwezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa buluu kwa kutekeleza mkakati wa dira ya maendeleo ya taifa 2050. Tano, kuimarisha nguvu kazi yenye ujuzi katika sekta ya bahari ili kusaidia ukuaji wa sekta hiyo na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa. Mafunzo yatatolewa na wakufunzi wenye weledi mkubwa, wabobezi katika kufanya kazi za bahari, na kwa hiyo hii inamaanisha kwamba inamhakikishia mwanafunzi kwamba anapojiunga na DMTA atapata mafunzo ya nadharia na vitendo kwa viwango vya juu, yakilenga kumjengea uwezo na umahiri na anayekubalika kimataifa. Kwa niaba ya uongozi wa Dar es Salaam Maritime Training Academy DMTA, ninawakaribisha vijana wote wenye ndoto za kufanya kazi za bahari kujiunga na chuo hiki cha DMTA ili kupata elimu na mafunzo ya viwango vya kimataifa. Kwa pamoja tushiriki kujenga Tanzania yenye uchumi wa kipato cha juu na kupeperusha bendera ya Tanzania katika bahari za dunia. Moto wetu au kauli mbiu yetu inasema DMTA, kutimiza ndoto zako, kuvuka pwani na kufanya kazi za bahari. DMTA steers your sea dreams, career beyond the shore. Baada ya kusema hayo, ninawakaribisha sana, karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana. Mimi ni Marine Chief Engineer Samuel Brandes Ogasira. Nafikiri na mlionizunguka labda naweza kuwa na sea time kuliko umri wenu wengine pale. Kwa hiyo nina ufahamu mzuri wa meli, kila aina za meli. Hasa mimi nimebobea katika mambo ya meli za offshore, yani meli zinazoshughulika na kuchimba mafuta baharini. Ndugu wanahabari
na wa principal pamoja na mwakilishi na walimu wakufunzi wenzangu. Hapa tuna mambo muhimu ya mafunzo. Mafunzo ya msingi, yani STCW, maana yake ni Standard Training, Certification and Watchkeeping. Tutaanza na kozi 5 muhimu za usalama, yani safety. Mbinu za kujiokoa baharini, yani Personal Survival Technique, PST. Tutakwenda na kozi nyingine, yani hizi zote kozi ni 5. Tumeanza na mbinu za kujiokoa baharini, PST, Personal Survival Technique, kuzuia na kupambana na moto, yani Fire Prevention and Firefighting, huduma ya kwanza, yani Elementary First Aid, usalama binafsi na wajibu wa kijamii, Personal Safety and Social Responsibility. Hizi kozi ziko 5, zitakwenda kama package, zinakwenda kwa pamoja. Alafu usalama binafsi, kuelewa kwa ulinzi baharini, ndio ile ya 5 ambayo inaitwa Security Awareness Training. Muda na cheti. Mafunzo yatachukua muda wa wiki 4. Baada ya hapo, wahitimu watatunukiwa vyeti rasmi kutoka TASAC. TASAC ni Tanzania Shipping Agencies Corporation. Gharama ni nafuu, ziko hivi. Watanzania, ada ni shilingi 870,000. Kwa hiyo kwa kozi hizo 5 kwa pamoja unalipa shilingi 870,000. Hiyo ni package. Alafu sio kozi moja moja, hizo kozi kwa pamoja ndio unalipa kwa package. Alafu kwa watu wanaotoka Afrika Mashariki nje ya Tanzania, ada itakuwa ni $700 kwa hizo kozi 5. Msisitizo wa mafunzo. Mbinu yetu ni mafunzo ya vitendo. Tutatumia vifaa vya kisasa, yani simulators, na kufanya mazoezi ya dharura kwa kushirikiana na taasisi za kitaifa. Tunahakikisha kuwa wakufunzi wetu wana sifa za kimataifa kwa kutekeleza chini ya IMO, yani shirika la IMO, International Maritime Organization. Nafikiri mnajua vizuri. Ubora na ushirikiano. Dar es Salaam Maritime Training Academy imejipanga kudumisha viwango vya juu vya elimu kupitia mfumo dhabiti ya uhakiki wa ubora. Pia tunathamini ushirikiano wetu na wadau kama Tanzania Port Authority, Tanzania Shipping Agents Corporation, Zanzibar Maritime Authority. Hitimisho. Tunawakaribisha vijana kujiunga na safari hii ya kitaalamu ili kupata ujuzi utakao wawezesha kushindana katika soko la ajira za kimataifa. Asante sana. Mkuu wa chuo, mwakilishi kutoka TASAC, wageni waalikwa na waandishi, haki inazingatiwa. Mimi naitwa kama mlivyosikia Dr. Faustina Mtwale Ncheye. Mimi ni daktari wa binadamu. Nafikiri mtashangaa kwa nini hapa wanasema kutakuwa na somo la Elementary First Aid, lakini ni chuo cha mabaharia. Mabaharia wanapoenda melini huwa wanakutana na changamoto nyingi sana. Uache changamoto za mawimbi, na changamoto zingine inaweza kuwa ni changamoto ya ugonjwa, changamoto ya ajali, au changamoto ya usongo wa mawazo. Kwa hiyo sisi hapa, mimi hapa
nafundisha, nimekuwa kwenye hii taaluma kwa muda wa miaka 20, na tayarisha mabaharia kusudi wakiingia kule baharini wanaweza wakikutana changamoto hizo wazitatue bila matatizo yoyote. Changamoto ni kama magonjwa ya dharura, magonjwa ya ambukizi, na sasa hivi kama kuna maambukizi mengi. Kwa hiyo lazima wajue jinsi ya kujikinga na jinsi ya kuyaepuka vile vile. Kuna mambo mengi, lakini sasa hivi nitasema tu hayo, ambayo hili kwa kweli somo ni muhimu sana kwa baharia. Lazima ajue kutoa huduma ya kwanza melini. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naitwa Dorinye Mosongoro, ni registrar ama msajili katika chuo cha Dar es Salaam Maritime Training Academy. Siku ya leo ya tarehe 10 mwezi wa 3 2026, tunapenda kutaarifu umma ama Watanzania kuwa chuo chetu tumeshafungua dirisha la udahili kwa wanafunzi. Sifa za kujiunga na chuo chetu cha DMTA: ya kwanza, muombaji anatakiwa awe na miaka 18 ama zaidi. Ya pili, muombaji anatakiwa at least awe amemaliza au amehitimu kidato cha 4 kwenye at least awe na division 4, form 6 ama chuo pia inawezekana. Lakini pia tuna mawasiliano ambayo mtu anaweza akapiga direct na kujibiwa shida yoyote itakayokuwa inamtatiza. Mawasiliano hayo ni 0766288288. Namba ya pili ni 0741919111. Tunawakaribisha Watanzania wote katika chuo chetu pendwa cha DMTA, lakini pia namkaribisha afisa tehama aje kuwaelezea jinsi ya mwanafunzi anavyotakiwa kuapply katika mfumo wetu wa chuo. Asanteni. Shawishi Watanzania wahitimu wa vyuo mbalimbali waje katika kupokea mafunzo haya ili wapambanie sekta hii ambayo kuanzia mwaka 95, kuanzia mwaka 2005 bado haijaweza kukava uhitaji wa zaidi ya 80% ya uhitaji wa mabaharia duniani. Zaidi ya 80%. Bado mabaharia wanaonekana ni pungufu duniani. Kwa hiyo waje wachangamkie fursa hii. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa fursa hii. Kwa majina naitwa Esther Vitos Mapunda, ni baharia lakini pia ni mwakilishi wa organization ya Maritime Empowerment Organization, kiufupi inaitwa MEO. Siku ya leo tunafurahi na tunawapongeza sana DMTA kwa kufungua dirisha lao la udahili na kuwaruhusu watu wengi kuja kuomba kusoma katika chuo hiki. Sisi kama Maritime Empowerment Organization tunawapongeza, lakini pia Maritime Empowerment Organization ni organization special ambayo ipo kuwasapoti mabaharia wote na kusapoti uchumi wa blue kukua na kukua zaidi. Tunatoa wito kwa wanafunzi wote wa kike na wa kiume kuomba kuja kusoma katika chuo hiki ambacho kinatoa fani za ubaharia ambavyo vyeti vyake unaweza ukafanyia kazi Tanzania na nje ya Tanzania. Aidha, wito wangu kwa jamii, ubaharia ni fani kama zilivyo fani nyingine, kwani mtaani mara nyingi tumezoea kusikia kwamba baharia ni mtu fulani muhuni au baharia ni haijatemiwa kama fani bali inajulikana kama ni kitu fulani hivi cha kiuni. Hapana, ubaharia ni fani kama fani nyingine na tunawahitaji watu wengi kuja kusoma ubaharia na kukuza uchumi wa blue. Asanteni sana. Nishukuru sana kwa swali hilo. Linazungumzia teknolojia ambapo ulimwengu unakwenda kwa kasi ya ajabu na teknolojia ina athari katika kila sekta na fursa ambazo
zinashughulika na usafirishaji kwa njia ya bahari. Sasa nikija kujibu swali, kimsingi ni kwamba katika mafunzo yetu tumeaccommodate teknolojia ambayo itakuwa ni simulation. Kupitia mafunzo yetu mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kuaccess, kuangalia jinsi ambavyo matukio mbalimbali yanavyoweza kutokea baharini wakati huo hajaenda baharini. Labda tukumbuke, nilisema hili waandishi wa habari, kwamba walengwa wa mafunzo haya, walengwa ni vijana wanaomaliza elimu ya kidato cha 4 na kuendelea, ndio kundi la walengwa. Kwa hiyo hawa vijana hawajawahi kufanya kazi melini, hawajawahi pengine kutembea baharini, labda ukiacha kutoka hapa na kwenda Zanzibar na sehemu zingine labda kule maziwani, lakini kufanya kazi za meli hawajawahi. Sasa kwa hiyo hawa vijana unapowapeleka melini kwa mara ya kwanza pasipo kuwaandaa katika mafunzo haya, ni kwamba unawaweka katika riski kubwa ya usalama wao, usalama wa meli yenyewe, usalama wa mizigo na usalama wa abiria wenzao watakaokuwa wanafanya kazi mle ndani. Kwa hiyo teknolojia ambayo tunaanza kuitumia tunasema ni ile ya vitendo. Tuna vifaa vya kufundishia ambavyo vifaa vya kufundishia ni vifaa vimeundwa kwa teknolojia. Kwa hiyo tutatumia vifaa ambavyo vitafanya simulation, lakini pia watakuwa na drills, mafunzo kwa vitendo ambayo watawasaidia kuweza kuelewa kwamba kifaa hiki ninachokitumia nikienda melini nitakikuta na kitanisaidia kutimiza majukumu yangu ya msingi inapokuwa melini. Hilo jambo la kwanza. Lakini la pili, teknolojia inapokuwa inapokelewa lazima iandaliwe utaratibu wa kisheria. Yaani lazima kuanza kuweka mifumo ya kisheria namna ya kuratibu na kutumia hiyo teknolojia. Kwa hiyo kwa upande wa sekta ya bahari, teknolojia iliyopo kwa mfano ni ya kuongoza meli pasipokuwa na mabaharia. Wameanza kufanya majaribio hayo, lakini hazijaanza kuingizwa kwenye mfumo wa kuanza kufanya kazi rasmi. Bado ziko katika majaribio. Kwa hiyo wakati zinaandaliwa kuingia huko, sisi pia kumbuka hii mitahara ambayo tunaitumia iko chini ya shirika la bahari la dunia IMO. Kwa hiyo itakapokuwa imepokelewa na IMO ameithibitisha hiyo teknolojia ya kisasa, wataanza kutoa maelekezo na sera ya namna ya kuingiza hiyo mifumo katika elimu inayotolewa kwa ajili ya vyuo vinavyotoa elimu ya bahari. Kwa hiyo kwa sasa tunajielekeza kwa teknolojia iliyopo ndio tutakayotumia, ili vijana hao wanapokwenda melini wakutane na mazingira ambayo elimu waliyopata huku na vifaa walivyopata huku melini watavikuta na wajue kuvitumia vizuri. Asante. Asante. Kuna swali lingine? Kwanza, kwa kufanana, nianze hiyo, kwa kufanana, vyote ni vyuo vinavyotoa elimu na mafunzo ya bahari. Kwa hiyo vinafanana katika muundo huo wa kutoa elimu na mafunzo ya bahari. Hilo la kwanza. Vyote vitapokea vijana wa Kitanzania na vijana kutoka Afrika Mashariki na Kati na nchi zingine kwa ajili ya kupata mafunzo ya elimu pamoja na kupata elimu na mafunzo ya bahari. Vinafanana. Tofauti yake ni hii. Dar es Salaam Maritime Institute au DMI ni chuo cha serikali ambacho kimekuwepo katika sekta hii ya bahari. Kilianzishwa mwaka 1978. Ndio mahali alikuwa anarejelea hapa mwakilishi kutoka TASAC, mamlaka inayosimamia utoaji wa elimu, kwamba tumekuwepo katika sekta hii ya kutoa elimu ya bahari, tuna uzoefu mkubwa. Kwa hiyo chuo pekee ambacho kimekuwepo nchini kutoa mafunzo ya ubaharia ndicho kinaitwa DMI, Dar es Salaam Maritime Institute. Sasa tofauti yake na DMTA ni kwamba Dar es Salaam Maritime Training Academy chenyewe ni chuo cha kutoa elimu na mafunzo ya ubaharia, ni chuo binafsi, yani private maritime training institutions. Kwa hiyo wakati kile cha serikali, hiki kiko katika sekta ya binafsi au sekta private sector. Hiyo ndio tofauti kubwa. Kwa hiyo unaona kwamba sisi kwamba tunashukuru mamlaka za serikali kwamba zimeona umuhimu wa kupanua wigo
wa kuruhusu sekta ya binafsi pia iingie katika jumuishi la kusaidia vijana wa Tanzania kupata elimu ya ubaharia ili uweze kukidhi mahitaji katika soko la mabaharia la dunia. Asante. Tusiwe na takwimu rasmi nchini, lakini nataka nizungumzia katika level ya dunia. Kwa mujibu wa shirika la International Chamber of Shipping ICS, na kwa mujibu wa shirika la Baltic International Maritime Council BIMCO, yanaeleza kwamba kwa sasa mwaka huu 2026 kuna upungufu wa mabaharia zaidi ya 89,000 ulimwenguni. Upungufu, yani kwamba fursa za mabaharia zipo na uhitaji wa mabaharia upo. Kwa hiyo kwa DMTA itaanza kutoa output za maritime labor katika soko hilo. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba ukianza kuangalia takwimu za dunia, kuna nchi kama 5 ambazo zinaongozwa kwa kutoa mabaharia wengi duniani. Moja ni Philippines. Yenyewe inachukua karibu 25% ya global market ya mabaharia duniani. Philippines, Ufilipino. 2 ni Russia. Nchi nyingine ni Indonesia. Nyingine ni China, nyingine ni India. Sisi ukitafuta takwimu za Tanzania tunachangia kiasi gani katika sekta ya mabaharia katika hizo takwimu za dunia, ni chini ya 1%. Maana yake ni nini? Maana yake bado hatuna uwezo wa kutoa mabaharia ya kutosha kwa chuo hiki kimoja. Ndio maana DMTA imekuja pia isaidie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inawaandaa vijana kwa ajili ya kuingia katika sekta hiyo ya bahari. Utaona labda nitoe pia hii taarifa kwamba Mheshimiwa mhandisi diwani, tumeanza 78 kama nchi kwa ajili ya kutoa mafunzo. Kenya wameingia 2010 kwenye white list aliyokuwa anazungumzia hapa, white list. Lakini tunapoongea leo wanaviwa 11 kama hivi ambavyo sisi tunataka kuanzisha hapa 10 na ngapi? 11. Kwa hiyo unaona kwamba Kenya uzalishaji wao wa mabaharia kuingia katika soko la ajira la dunia ni kubwa kuliko kwa kwetu. Kwa mimi nishukuru pia kwa fursa hii kwamba serikali imeona umuhimu wa kuruhusu private sector kuingia pia katika kusaidiana serikali kutoa mafunzo ya elimu na kwa mabaharia ili kuwaingie katika ajira za bahari. Na tukumbuke pia kwamba, ndugu waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini, nirudie tena kutoa neno la shukurani kwamba tunawashukuru sana kwa kutenga muda wenu kuja katika hafla hii ambayo tumeshiriki wote sisi tukiwapatia taarifa ya habari gani mupelekee umma wa Tanzania kuhusiana na Dar es Salaam Maritime Training Academy DMTA, kwamba ni chuo kipya cha binafsi ambacho kitaanza kimefungua dirisha la udahili leo na kitaanza kutoa mafunzo rasmi tarehe 13 Aprili 2026. Kwa maana hapa tunazungumza kwamba tuna wiki kadhaa tu kuingia mwezi wa 4 alafu mafunzo yaanze. Kwa hiyo kwa kuja kwenu hapa tunawashukuru kwa sababu taarifa hizi tuko hapa wachache, lakini mtakapozipeleka kwa umma mtatusaidia sisi kuwafikishia umma wajue kwamba kumbe kuna chuo kipya kimeanza ili vijana wa Kitanzania waweze kupata fursa. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kuja na kushirikiana pamoja nasi katika jambo hili. Lingine tuwashukuru pia kwa sababu ninyi pia mna sehemu muhimu ya kutoa huduma ya kuelimisha umma. Yani sisi na ninyi tunaweza tukawa kazi zetu ni moja, maana sisi tunasaidia kuelimisha umma wapate ujuzi na stadi za kazi, lakini ninyi mnaelimisha umma kujua ni nini kinachoendelea juu ya matukio mbalimbali katika nchi na fursa pia. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kuja kwenu, na baada ya kusema hayo kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa DMTA, kwa niaba ya DMTA, wakufunzi pamoja na stafu, nichukue nafasi hii kuwashukuru
na kushukuru pia mwakilishi kutoka TASAC. Asante sana, maana kuja kwako ilikuwa ni muhimu. Inatoa pia furaha kwetu kwamba tuko hapa tunatambulika na mamlaka ya serikali, na kama nilivyosema mlitupatia usajili tarehe 17 Februari mwaka huu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutoa fursa kwa DMTA baada ya kuwa, lakini tumekidhi vigezo vya viwango vinavyotakiwa kwa chuo, vigezo vya kitaifa na kimataifa. Chuo kimekidhi vigezo vya kitaifa na kimataifa ili kiweze kuanza kutoa mafunzo haya mandatory basic safety training au mafunzo ya msingi kwa vijana wa Kitanzania, Jumuiya ya Afrika Mashariki na